Kwa hiyo wengi ambao wanakuja kwangu sasa ni wanaonipigia, wanaoona maendeleo yangu na mafanikio yangu, wao wanasema huyu labda kajiunga Freemason, huyu labda atakuwa anatumia si nguvu za kichawi, huyu atakuwa anatumia, lakini sivyo. Ni kwa sababu tu wengi hawana elimu. Ndio maana nikasema wengi kinachowachanganya katika kuishi ni kutokuwa na elimu. Hasa vijana wanakimbilia kutafuta utajiri, wanakimbilia kutafuta mali, lakini mwisho wa siku nakuta ni vitu ambavyo hawajui. Unatafutaje mali na wakati hata hujui mali ni nini? Mwingine anasema naomba unipatie pete ya kunifanya maarufu, lakini kutokujua tu, kwa sababu hizi pete ni agano. Mimi kati ya vitu ambavyo niliweza kukana ni uchawi. Uchawi ni kitu kibaya sana. Ni kitu kibaya, na ndio maana hata katika kuishi kwetu nimekuwa nikiwa mmoja kati ya walimu wakubwa wa kufundisha watu wanaojihusisha na uchawi waache uchawi. Ninashukuru kwamba tumeandika kitabu ambacho kitabu hicho tunatamani sasa kianze kutumika kwa watu mwezi wa kwanza 2026. Kinahusu watu kuacha uchawi. Watu waache uchawi, watu waache roho mbaya, watu waache vitendo viovu, kwa sababu vitendo hivyo ni chukizo si tu pekee kwa Muumba, lakini tunajiumiza sisi wenyewe viumbe kwa viumbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba tumekuwa na maelezo katika hatua za kufundisha watu kwamba kila unalolifanya unajifanyia mwenyewe. Ukitenda wema umejitendea mwenyewe, ukitenda ubaya umejitendea mwenyewe. Changamoto tu ni pale kwamba itachelewa kufika upande wako, lakini inaweza ikawahi pia kadiri ambavyo pengine usingeweza kutarajia, lakini itakuja tu. Na ndio maana unaweza kukuta hasa wale wabakaji, unabaka mtoto wa mtu mdogo, labda vitoto vidogo hivi vya shuleni na vidanganya, lakini mwisho wa siku unashangaa kaolewa na mwanao afu alivyoanzia wewe ujue. Kwa ndio maana ile nao adhabu pia, kwa sababu moja kwa moja umeshapokea adhabu kutoka kwenye zingatio la kuishi. Au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Yes, bwana, kwenye PTV Tanzania ni kwamba leo nimebahatika kumfuma huyu Mfalme Dr. Fadhil wa The Father Gate, au sio? Tuzungumze bwana. Huyu bwana kuna vitu vingi ambavyo huwa anavifanya, mambo ya tiba asilia, na huwa mnaona miujiza yake ambayo huwa anaifanya. Kwa hiyo kuna vitu kadha wa kadha nitazungumza naye hapa. Bwana mheshimiwa, habari za hizi? Alo, nzuri kabisa. Endeleaje? Tunashukuru Mungu tuko salama kabisa. Sijui ninyi huko. Tuko poa kabisa. Bwana hongera sana kwa huduma yako. Asante nashukuru. Ya labda tu pengine kwa watazamaji wapya, mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni, lakini pia ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Na misingi ya jadi. Naam, maana hicho ni cheo wengine wanakiona kama kipya, lakini ndivyo vyeo vilivyokuwa asili yetu. Na ninapozungumza hivyo nina maana kubwa, kwa sababu katika kuishi kuna baadhi ya watu wana imani zisizo dini, ila wanaishi katika mfumo wa misingi ya jadi, ambapo katika hatua hiyo mimi ndiye kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Na ninaposema Mfalme Dr. Fadhili si jina pekee, bali ni sehemu ya cheo changu. Maana mimi ni mtawala kutoka katika himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Ni Manyovu, Kigoma. Naam, lakini vivyo hivyo nikiwa ninaongoza takriban watu 1,185 kama muongozi kama kiongozi wa kimila kutoka kwenye himaya za zamani. Maana himaya yetu imejitambua toka mwaka 1520, ikiwa inaongozwa katika misingi ya asili, lakini vivyo hivyo katika kurithi sasa imekuwa zamu yangu. Kwa kadiri ya ilivyo unaweza kujiuliza sasa niko Dar es Salaam, lakini sasa inakuwaje tena unakuwa kiongozi wa kimila lakini uko Dar es Salaam? Wakati nikitaka kuja Dar es Salaam, kama unavyojua sisi kama viongozi huwa tunapenda kufuatilia kujua unaenda kukaa kwa nani. Hapa baada ya kufuatilia nilibaini na kujiridhisha pasipo shaka ni himaya ya huyu ndugu yetu Kingaru, Chief Kingaru wa Morogoro, na ndiye anayesimama na himaya ndogo ndogo zingine zote zikiwemo za kina Kibasira zilizoko hapa jiji la Dar es Salaam. Na taarifa ya uwepo wangu himaya ndogo hapa ndani ya jiji la Dar es Salaam, eneo la Afrikana, taarifa hiyo anayo. Kwa hiyo nipo kwenye himaya yake hivyo, tukiwa pia ni sehemu ya marafiki, tukiwa tunashirikiana pia baadhi ya machache anayohusika na uongozi wa kimila. Na sawa. Nimeangalia kwenye mikono yako, naona kuna pete za kila aina. Kuna pete nyingi sana. Natamani kufahamu nini kazi kubwa hasa kwenye hizo pete zako. Unaweza kuonyesha watazamaji waweze kuziona? Pete ni sehemu ya utawala. Kama nilivyokuambia, mimi ni kiongozi wa kimila,
Lakini vivyo hivyo ni sehemu ya hatua ya nidhamu katika urafiki wa viumbe walio ndani ya sayari na nje ya sayari. Ninapozungumza hivyo ni wazi kwamba wengine ni mambo mapya, maana wakati mwingine wengine wao wanapiga simu, naomba unipatie pete ya kunisaidia iwe inaniletea fedha nyumbani. Mwingine anasema naomba unipatie pete ya kunifanya maarufu, lakini kutokujua tu, kwa sababu hizi pete ni agano. Ninapozungumza agano, mimi kama kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, ninao marafiki ndani ya sayari ya dunia na nje ya sayari ya dunia. Kama ambavyo umekuwa ukifuatilia katika moja ya tambulisho zangu, nimekuwa nikieleza mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, pete 12, namba 963, Red Dragon, simba wa Tanganyika, mfalme kijana mwenye miujiza ya kutisha. Na hayo yote ni moja ya hatua ya kile ninachokifanya. Na ninajua ninafanya nini na kwa ukubwa gani. Naonaga kuna sehemu naenda mikusanyiko ya watu, unaona kuna kondoo pale wanamwagiwa maji kwamba kondoo akitikisika basi amekubali mambo yaweze kwenda sawa. Ni hakika hiyo ilikuwa tambiko tulifanya mwaka juzi pale Buibui Dodoma katika himaya ya Buibui. Lakini nje na hapo nimefanya mengi magumu na mazito, ikiwa ni pamoja na kuhamisha mvua, kuhamisha upepo. Lakini nilifanikiwa na kubahatika kuzuia mvua mbele ya Mheshimiwa Rais. Ambayo moja kati ya mambo haya tukiingia mitandaoni, andika chifu aliyezuia mvua mbele ya rais, utakuta ni mimi. Lakini wengi wamekuwa wakiniita chifu. Mimi sio chifu. Mimi ni kiongozi wa kimila naye simama kama Mfalme Dr. Fadhili. Na nasema hivyo kwa sababu himaya zetu sisi hazikubahatika kupata uchifu. Kwa sababu yetu hakuweza kukubali kufanya kabisa kazi na wakoloni. Hivyo uchifu haukuwa sehemu ya kazi zetu, lakini kutokana kwamba utambulisho wa wengi umekuwa ukitumia hivyo, nilikuta ameandika hivyo. Okay. Na nataka nikurudishe hapa. Moja ya pete ambayo ina maajabu makubwa sana. Unajua wengi wakiangalia hizi pete, mfano ukiangalia pete zote hizi ni pete original. Ninaposema original ni dhahabu, kuna nyingine hapa kuna almasi, kuna nyingine ni silver. Kwa namna hiyo kwamba ni pete zinazobeba nguvu. Kuna nguvu gani? Kila nguvu ina maana yake na ni kamili katika hatua za utendaji. Mfano unaweza kuona pete kama hii ndogo hii. Hii pete ni pete ambayo imebahatika kubeba kiumbe cha Shamro Mwana Zambite. Hii ni nguvu ya pepo za Kongo. Mimi ni mtu wa Kigoma. Kwa hiyo Shamro Mwana Zambite ni kiumbe aliyekuwa anatumiwa na babu yangu toka hiyo kale katika mambo ya miujiza. Huyu Shamro ndiye anaweza kanionesha, lakini Shamro pia huwa anaonya, lakini pia ni mtawala. Shamro Mwana Zambite. Kwa ndio maana hata kumnyoshia mtu kidole hivi huwa naogopa. Na hiyo yote ni kwa sababu ya nguvu inayobebwa na Shamro. Lakini kuna nguvu inayoingia katika pete hii ambayo inahusishwa na Red Dragon ambayo anatema moto. Ambayo huyo nimebahatika kumpata katika sayari ya Sedna. Katika mizunguko niliyoifanya sayari ya Sedna, basi nilibahatika kumpata huyo Red Dragon na akanipa jina lake. Kwa sababu wakati mwingine sisi katika mambo ya kiroho tunatambuana kwa uwezo wa vitendo vya kwetu. Ndio maana unaweza kushangaa hata pia wachawi wanapokuwa wameonana huwa wanayao kwa namna ya kujuana, huyu nguvu yake siwezi, huyu nguvu yake naimudu. Yes, na hivyo. Iko hivyo, na ndio maana unaweza kukuta kwamba mfano kama nyumba zetu huwa wakipita wanajua kabisa pale ni kwenye himaya, haturuhusi kupita pale bila ruhusa. Yani kama kuna ngao. Yes, na wakati mwingine wanaomba ruhusa ikiwa imebidi, lakini wakati mwingine wanapita pembeni, lakini wakati mwingine wengine wanakaidi, tunawapata pale, tunawahoji na baadaye unasikia bwana mchawi kadondoka safari. Maana moja kati ya mambo muhimu katika kuishi, mimi kati ya vitu ambavyo niliweza kukana ni uchawi. Uchawi ni kitu kibaya sana. Ni kitu kibaya, na ndio maana hata katika kuishi kwetu nimekuwa nikiwa mmoja kati ya walimu wakubwa wa kufundisha watu wanaojihusisha na uchawi waache uchawi. Ninashukuru kwamba tumeandika kitabu ambacho kitabu hicho tunatamani sasa kianze kutumika kwa watu mwezi wa kwanza 2026. Kinahusu watu kuacha uchawi. Watu waache uchawi, watu waache roho mbaya, watu waache vitendo viovu, kwa sababu vitendo hivyo ni chukizo si tu pekee kwa Muumba, lakini tunajiumiza sisi wenyewe viumbe kwa viumbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba tumekuwa na maelezo katika hatua za kufundisha watu kwamba kila unalolifanya unajifanyia mwenyewe. Ukitenda wema umejitendea mwenyewe, ukitenda ubaya umejitendea mwenyewe. Changamoto tu ni pale kwamba itachelewa kufika upande wako, lakini inaweza ikawahi pia kadiri ambavyo pengine usingeweza kutarajia, lakini itakuja tu. Na ndio maana unaweza kukuta hasa wale
wabakaji, unabaka mtoto wa mtu mdogo, labda vitoto vidogo hivi vya shuleni na vidanganya, lakini mwisho wa siku unashangaa kaolewa na mwanao afu alivyoanzia wewe ujue. Kwa ndio maana ile nao adhabu pia, kwa sababu moja kwa moja umeshapokea adhabu kutoka kwenye zingatio la kuishi. Ndio maana watu tunashauri ni vema kuishi amani, ni vema kujitahidi kadri inavyowezekana, heshimu watu wote, jitahidi kuwa na amani na watu wote. Lakini mambo ya uchawi, maana unajua wengine wakishaniona hivi, wanajua mshirikina na ni mchawi mkubwa sana. Huyu ni mtu mbaya sana. Yani huyu atakuwa mtu mbaya sana, lakini sivyo. Na ndio maana tunaendelea kushauri na kukumbusha watu kwamba mila, desturi na jadi zetu huwa zinaruhusu katika hatua ya kuifahamu asili yako. Na mafanikio yapo kwenye asili zetu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna fungamano na zingatio ambalo usipokuwa makini kila siku unaweza kuwa unalalamika, lakini ukilalamikia kitu ambacho hata ukijui. Na ndio maana bila kukaa na watu kama sisi, unaweza kutuchukulia vibaya kweli, lakini wale tunaoishi nao wanajua utu wetu. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba unakemea uchawi na wakati nawe ni mchawi. Mimi sio mchawi. Kwa sababu tunapozungumzia uchawi, ucha huwa ni utii. Awi huwa ni ubaya, ni lugha ya kale tu ambayo imekuwa ikitumika hivyo, wameizoea kuitumia hivyo, lakini ikichanganywa pamoja kama ucha awi. Ila ucha ni utii. Sasa tunaposema ucha Mungu, Mungu ni muumba. Kwa hiyo ucha Mungu ni utiifu kwa muumba. Ila awi ni ubaya. Kwa hiyo ucha awi ni utiifu kwa mabaya. Lakini unaweza ukatii kwa mabaya bila hata ya kuwa na urozi. Urozi huwa ni taaluma. Na ndio maana hapo kuambia Mfalme Dr. Fadhili, hata waganga wa kienyeji nguvu anaipata kwangu. Wanakuja. Na ndio maana unaweza kaona nikienda nyumbani Kigoma, wanapotambua uwepo wangu na himaya yangu, huwa wananirundikania. Sawa. Na picha zipo utaziona, lakini nje na hapo, nchi nyingi ambazo naenda wanazo nifahamu waganga huja kuomba nguvu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua nguvu si kila mmoja anaweza katengeneza nguvu. Na ndio maana hasa vijana wanakimbilia kutafuta utajiri, wanakimbilia kutafuta mali. Lakini mwisho wa siku nakuta ni vitu ambavyo hawajui. Unatafutaje mali na wakati hata hujui mali ni nini? Na ndio maana wakati mwingine kama wanaonifahamu wao wanasema kale kadogo kana hela afu katakuwa hakana wazazi tena, katakuwa ni watoto kamesha maliza. Yani kwa bahati nzuri wazazi wangu bado wapo. Pamoja na kwamba wote ni wastaafu bado wapo. Lakini pia mimi nina watoto 10. Sijawahi kufiwa hata na mtoto mmoja. Watoto wako 10? Watoto sio 10, sasa hivi ni zaidi ya 10 kwa sababu mimi na wake wengi. Wangapi? Nina wake mpaka sasa hivi ninavyoongea nina wake 6. Wake 6 na nina watoto wa kutosha. Sijawahi kufiwa na mke, sijawahi kufiwa na mtoto. Kwa hiyo wengi ambao wanakuja kwangu hususan wanaonipigia, wanaoona maendeleo yangu na mafanikio yangu, huwa wanasema huyu labda kajiunga Freemason. Huyu labda atakuwa anatumia si nguvu za kichawi. Huyu atakuwa anatumia, lakini sivyo. Ni kwa sababu tu wengi hawana elimu. Ndio maana nikasema wengi kinachowachanganya katika kuishi ni kutokuwa na elimu. Au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania.